Ngorongoro ni moja ya maeneo ya kipekee kabisa barani Afrika na duniani kwa ujumla, kutokana na uzuri wake wa asili, umuhimu wa kihistoria na urithi wa kiutamaduni. Eneo hili liko kaskazini mwa Tanzania, ndani ya mkoa wa Arusha, na linajulikana sana kuwa na kreta kubwa ya asili duniani iitwayo kreta ya Ngorongoro. Kreta hii ni bonde kubwa lililotokana na mlipuko mkubwa wa volkano takriban miaka milioni 2 iliyopita, na tangu wakati huo limekuwa makazi ya wanyamapori na mandhari ya kuvutia isiyo na mfano wake. Kreta ya Ngorongoro ina urefu wa kilomita zaidi ya 19 na kina cha takriban mita 600 kutoka kiungo hadi sakafu yake. Ndani ya kreta hii kuna mito, misitu, maziwa madogo na nyanda za juu za majani ambazo huifanya kuwa paradiso ya wanyamapori. Inakadiriwa kuwa na zaidi ya wanyama 25,000 wanaoishi ndani ya kreta hii kwa kudumu, ikiwa ni pamoja na simba, nyati, tembo, faru mweusi, pundamilia, twiga na aina mbalimbali za ndege. Hii inafanya Ngorongoro kuwa moja ya maeneo muhimu ya uhifadhi na utalii, na pia sehemu pekee ambapo wanyamapori wanaishi kwa uhuru ndani ya eneo la volkano lililojifunga lenyewe. Mbali na uzuri wake wa kiasili, Ngorongoro pia ni eneo lenye historia ndefu ya binadamu. Eneo la Olduvai Gorge ambalo liko ndani ya hifadhi ya Ngorongoro linatambuliwa duniani kote kama mashimo ya asili ya mwanadamu, kutokana na ugunduzi wa masalia ya kale ya binadamu wa awali waliokadiriwa kuishi zaidi ya miaka milioni 2 iliyopita. Masalia haya yaligunduliwa na watafiti maarufu Louis Meliki na kugundua kuwa mwanadamu wa kwanza aliwahi kuishi katika eneo hilo, jambo linalofanya Ngorongoro kuwa na thamani ya kipekee ya kihistoria na ya kisayansi. Watu wa jamii ya Maasai ndio wakazi wa asili wa eneo la Ngorongoro. Kwa karne nyingi wamekuwa wakiishi kwa amani na wanyamapori, wakitegemea mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondoo kwa maisha yao ya kila siku. Wamasai wana utamaduni wa kipekee unaojulikana kwa mavazi yao mekundu, mapambo ya shanga na mitindo ya maisha ya asili. Licha ya changamoto zinazojitokeza kati ya uhifadhi na mazingira na shughuli za kijamii za kibinadamu, bado zimekuwa zikiendelea kuhimiza ustawi wa pamoja wa wanyama, mazingira na binadamu. Mnamo mwaka 1959, eneo la Ngorongoro lilitangazwa kuwa na hifadhi rasmi ya ardhi kwa wanyamapori na pia makazi ya binadamu, jambo ambalo lilifanya iwe tofauti na mbuga nyingi ambazo haziruhusiwi shughuli za binadamu. Baadaye mwaka 1979, shirika la UNESCO lilitangaza eneo hili kuwa urithi wa dunia kutokana na umuhimu wake wa kiasili na kihistoria. Tangu mwaka huo, Ngorongoro imekuwa kivutio kikubwa cha watalii kutoka pande zote duniani na kuchangia kwa kiasi kikubwa mapato ya utalii nchini Tanzania. Leo hii hifadhi ya Ngorongoro inasimamiwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA, ambayo ina jukumu la kuhakikisha uendelevu wa mazingira, wanyamapori, urithi wa kihistoria na ustawi wa jamii za wafugaji wanaoishi katika eneo hilo. Changamoto kama vile ongezeko la idadi ya watu, shinikizo la kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi na mgongamano wa matumizi ya ardhi limeendelea kuibua mjadala kuhusu namna bora ya kusimamia na kulinda eneo hili, umuhimu bila kuathiri maisha ya wakazi wake. Kwa ujumla, Ngorongoro si tu mandhari ya kuvutia na hifadhi ya wanyamapori, bali pia ni hazina ya kihistoria, kiutamaduni na kiasili. Ni mfano wa kipekee duniani wa namna binadamu na wanyamapori wanavyoweza kuishi pamoja kwa ustawi wote. Eneo hili linaendelea kuwa alama ya fahari ya Tanzania na Afrika kwa ujumla, likihitaji utunzaji, uendelezaji na ulinzi wa hali ya juu kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Makala haya yameandaliwa na Yusuf Mpuma, ni yamesomwa kwako na mimi Abubakar Malulu, na hii ni Anwari TV.